falamma taghashaha, mume huyu alipochanganyika na mkewe, hamalat hamlan khafifa, mke akapata ujauzito, ukawa kwake ni mwepesi, au msumbui kwa siku za mwanzo, anakwenda na shughuli zake, anafanya kazi zake. Bimaana falamma taghashaha hamalat hamlan khafifa, falamma jamaaha, walipofanya jimai, mume alipomuingilia mkewe, hamalat, alipata mimba aliyeingiliwa mke, biljanin, akawa na mtoto anayetengenezwa tumboni, hamlan khafifan duna izaji, mwanzo alikuwa ujauzito wake ni mwepesi, hauna usumbufu, likaunihi nutfatan, kwa sababu mwanzo inakuwa ni tone ya manii tu, kwa raha zao wenyewe wamestarehe, lakini Allah ana mambo mengine huwa anafanya kwenye starehe ile. Kwa hiyo siku za mwanzo inakuwa ni nyepesi mimba, kwa sababu tumboni hamna mzigo wote, ni manii tu. fi badi al-amri, mwanzo wa jambo, miezi ya kwanza inakuwa mimba ni nyepesi. Qala Abu Saudi, amesema mwanachuoni Abu Saudi, fa innahu inda kaunihi nutfatan au alaqatan akhaffa alaiha binisbati ila ma ba'da dhalika min almaratib. Hii mwanzo aliyozungumza hapa kuwa ni nyepesi ni pale ambapo siku za mwanzo inakuwa iko katika hali ya umanii, ndio inaitwa nutfa, au alaqatan, au stage ya pili baada ya siku 40 manii yale hugeuka yakawa damu, kitone cha damu, bado inakuwa ni wepesi. Binisbati ila ma ba'da dhalika min almaratib, hizi hatua za mwanzo za manii na damu inakuwa ni mimba nyepesi ukiilinganisha na maratib zinazofuata baada ya hapo. Ikishabadilika kutoka kwenye damu ikawa nyama, sasa hapo shughuli inaanza kuwa na vionjo vingine, naona mabadiliko kwa mama, na nyama ile baada ya siku 40 inageuzwa kuwa mfupa kabisa. Mabadiliko yanazidi kutokea na hali ya mbebaji inazidi kubadilika. Mfupa halafu unavalishwa nyama, kesha ndo inafanywa kazi ya kushepiwa, kuwa reshaped, awe binadamu, anakuwa mwanamme au mwanamke, kuanzia siku ya kwanza tu. Kwa hiyo kila hatua za mbele zinavyokuja, ndo huo ujauzito unakuwa mzito kweli. Siku za mwanzo unakuwa mwepesi, lakini wepesi wake kadiri mabadiliko ya uumbaji yakifanyika, na uzito kwa mbebaji unaongezeka. Wata'arrudu lidhikri khifatihi lilisharati ila ni'matihi ta'ala alaihim, na huku Allah kusema lugha ya wepesi, hamlan khafifa, ni ishara ya neema yake Allah subhanahu wa ta'ala alaihim, kwa wanaume wenye wake zao, fi inshaihi iyahum, wanaambiwa, wanafundishwa jinsi yanavyoanza maumbile yao kwa hatua za awali. Inakuwa ni wepesi, halafu kadiri siku zikiendelea wepesi unabadilika, unaongezeka uzito kidogo. Mutadarrajina fi atwari alkhalqi, wanapita katika stage mbalimbali za kuumbwa kwao kwenye matumbo ya mama, min aladami ila alwujudi, walikuwa hawapo, sasa wanaandaliwa wawepo. Inapokuwa katika hatua ya manii, bado hawi ni mwenye kutabiriwa huyu kama ni mtu au si mtu, atakuwa au hawi. Lakini kadiri akitengenezwa mpaka akawa kakamilika umbo, matumaini ya kwamba huyu mtu yanakuwa yanaongezeka. Ana miezi 6 sasa,
anapiga sasa, anacheza sasa, inatamkwa anacheza. Na kama kalala, mama anasikitika, naona mtoto wangu hachezi. Yani akicheza anakusumbua, kama hachezi pia unapata simanzi, sijui kama hajafa. Unaona, hii ndo hali ilivyo. Wa min ad-du'fi ila al-quwwa, na haya mabadiliko ya kutoka hatua ya wepesi kwenda uzito ni ishara ya kuonyesha kwamba anatoka kwenye udhaifu anaenda katika nguvu, anaongezeka nguvu hata katika hizo hatua za uumbwaji vile vile. Famarrat bi, mama anapokuwa na ujauzito huu mwepesi, famarrat bi, anaenda na safari zake na mwanawe yumo ndani tumboni anaumbwa. Marrat, huyo mama, bihi, anatembea na mimba yake, anaenda na mwanawe, anafanya shughuli zake kisimani, kondeni, wapi, anakuwa mwepesi. Hamlan khafifan famarrat bihi, ujauzito unakuwa mwepesi, mama anaenda nao na shughuli zake. Yani istamarrat bihi ila hini miladihi, anaenda na mimba yake mpaka unafikia wakati wa kuizaa. Falamma asqalat, pale sasa mimba inapokuwa nzito, ikiwa khafifan famarrat bihi, anaenda nayo mwenyewe mimba yake. Falamma athqalat, sasa ikiwa nzito, ndo anakuwa mjamzito, mzito kweli. Shughuli nyingine zinakatika hapo, endi harusini, anasema hali ukumbi chakula kizuri hataki, asema niletee udongo wa Pemba. Naona thaqula hamluha, mimba yake sasa inakuwa nzito. Wasarat bihi thaqila, kwa yule aliyeibeba sasa inakuwa ni nzito. Likibari alhamli fi batniha, kwa sababu ya umri mkubwa wa mimba tumboni kwa mama, labda mwezi wa 8, wa 7, wa 8 kuendea wa 9. Unapokuwa ujauzito mpevu, da'awa Allah rabbahuma, wawili hawa sasa, baba mwenye mke wake na mama aliyebeba mimba ya mume wake. Da'awa ni mume na mke, hapa huwa wanaomba, wengine wanaofahamu sasa, na hapa wengine hakuna cha kuomba wala nini. Wengine ndo kabisa na mimba wanaipigia pombe kabisa kilabuni huko. Lakini wakiwa angalau wana akili, wameelekea, wale wanaomjua muumba wao, da'awa Allah, katika steji hii huwa hawachoki kumuomba Allah, rabbahuma, mola wao mlezi, wanamuomba Allah. Yani da'awa Allah rabbaihima, mume na mke wanamuomba Allah ambaye ndiye mola wao mlezi. Wa maliku amrihima, na ndiye aliyemiliki jambo lao au mambo yao, wanamuomba Mungu. Wengine hata hapa wanaenda mzimuni kuomba, hodi hodi, wazee tumekuja, nyendo mno macho, si hatuoni, ndo tumekuja tena, mwenenu huyu mumlee, ana ujauzito, ana hivi. Jambo anafanya mwingine, watu wanaenda kuripoti kwa mwingine alikuwa hana uwezo wowote. Lakini wenye akili wanamuomba mola wao mlezi. Wanamwambiaje? Sijui kama wanaweka nadhiri au wanaomba tu. La in ataitana salihan, ewe mola wetu, ukitupa mtoto mwema, lanakunanna minashakirin, wallahi tutakushukuru. Mke wa Zakaria alipopata ujauzito aliweka nadhiri, akasema, rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara, mola wangu ninaweka nadhiri kwa ajili yako, kilichomo tumboni kwangu nataka nikitoe kwa ajili ya dini yako. Alitegemea awe mwanamme, amtumikishe, amlee tangu mdogo kwenye masala ya dini, kuimarisha misikiti na kusimamia dini. Falamma wada'at, alipokuja kuzaa mimba yake akawa mtoto wa kike sasa.
akaelekea tena kwa Mola wake akasema, rabbi inni wada'tuha untha, Mola wangu mtoto niliweka nadhiri nimtumikishe kwenye dini yako, lakini nimepata wa kike. Wallahu a'lamu bima wada'at, anamwambia hivyo na hali Allah anajua alichokizaa kweli ni mtoto wa kike. Walaisa dhakaru kal untha, na majukumu ya kushikwa na mtoto wa kiume tofauti na mtoto wa kike. Lakini mama akasema, wa inni samaituha Maryama wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha minash shaitani rajim. Katika stage ile watu huwa karibu na Mungu, wale wanaomfahamu. Kwa hiyo hawa wanaambiwa mtoto akiwa mpevu tumboni, baba wa mtoto huyo na mama wa mtoto huyo huwa wanamuomba Mola wao, wanajua ndo aliyeumba, wanamuelekea kwa dhati. La in ataitana saliha, Mola wetu ukitupa mtoto mwema, lanakunanna minashakirin. Wallahi, maana hiyo lam ni lamul qasam na nuni ni nuni ya taukidi. Wanaongea kwa msisitizo kumwambia Mola wao, wallahi tutakuwa ni wenye kukushukuru, tutafanya tuta. La irrazaqtana waladan saliha, wallahi Mola wetu ukituruzuku mtoto mwema sawia, aliyekuwa yuko sawa, usitupe mlemavu, usitupe mgonjwa wa akili, usitupe hivi. Akija mtoto mwema yuko sawa, sawia alkhilqa, kaumbika sawa sawa, lanashkurannaka, wallahi tutakushukuru. Je, akaja sio hivyo amshukuru? Akaja kichongo anaderua, hamtoshukuru pia? Lakini wanaomba wapewe mtoto mzuri. Sijui kama wanaomba awe mwema, lakini wamesema saliha, awe mtoto mwema na aliyekuwa yuko sawa sawa. Tutakushukuru Mola wetu, ala ni'maika, kwa neema yako uliotuneemesha. Tunategemea tunapata mwenzetu, mtoto ni mwenza, anakuja kukusaidia baadaye akipenda Mungu. Lakini Allah anasema wengi katika hawa huomba katika stage ya awali, falamma atahuma saliha, Allah akiwapa huyo mtoto mwema mzuri wa umbo, sura, wanakibimba, wanakishumu, wanakipenda, hakina ulemavu, kina akili, akiwapa mtoto mwema, ja'ala lahu shurakaa fima atahuma. Wengi hawashukuru kama walivyoahidi, wanamjalia Allah ana wenziwe, wanakwenda kushukuru mizimuni, kwa waganga wao, kwa madaktari, kwa nani, umenisaidia, ile dawa imenisaidia. Hakumbukwi tena Allah. Akiwa yumo tumboni wanamuomba Allah, la in ataitana saliha, kama utatupa mtoto aliyetengenea mzuri, lanakunanna minashakirin, wallahi tutakuwa ni wenye kukushukuru kwa neema yako. Lakini Allah anasema falamma atahuma saliha, Allah akiwapa huyo mtoto mwema waliyemuomba, falamma wahabahuma alwalada saliha sawiya, Allah akiwapa mtoto mwema ambaye hana tatizo, yuko sawa sawa, kaumbika, jaala, hujalia wazazi hawa wawili, lahu, kumjalia huyo Mola wao waliyemuomba, shurakaa fima atahuma, yule mtoto aliyewapa Allah basi humjalia wakampeleka kwa washirika wengine wa Allah. Hashukuriwi Allah peke yake, wanashukuriwa na wengine. Wengine lazima wakaripoti kwenye mzimu wao wa jadi, haya, huyu mgeni wenu amekuja, mumlinde tena, mumfanye hivi. Tumboni kalinda Allah peke yake, kamtengeneza, kamseti mishipa, mifupa na kila kitu, kimekuja kizuri. Wao wenyewe wanafurahi wakikiona kitoto kizuri. Allah kawapa kitoto kizuri, lakini wakishampata lazima washirikishe. Kuna wakumpa kumpeleka, watampeleka wakashukuru kwa miungu mingine huko, wakaombe kinga kwa miungu mingine huko, wakati Allah kamkinga mwenyewe peke yake tumboni. Hawakutoa mchango wote wazazi wawili hapa, labda msosi anaokula mama mzuri,
ndio unatengeneza afya, lakini hawatosheki na kumshukuru Mungu peke yake, ila wanamjalia washirika. Jaala haulai alauladi wadhurriya shurakaa ma Allah, vizazi wanavyovipata wazee hawa wanavijalia kwa washirika walio pamoja na Allah. Faabadu al-awthana wal asnama, wengine wanaabudu masanamu na vitu vya kuchonga na vya kufinyanga. Fataala Allah amma yushrikun, Allah ametukuka kaepukana mbali na hivyo wanavyomshirikisha navyo. Wanamjua Allah in some occasions, lakini baada ya hapo wanamkataa, wanashukuru vingine, wanaabudu vingine. Tanazzaha, ametakashika Allah, watakaddasa, na yuko safi Allahu amma yansibuhu ilayhi almushrikun, katakashika Allah, hanasibiani kabisa na hivyo ambavyo washirikina wanamshirikisha navyo au wanamhusisha navyo. Ayushirikuna ma la yakhluqu shay'a, hivi watu wanamshirikisha Allah na vitu vilivyokuwa havijaumba chochote. Yeye ndo kakuumbia mtoto mzuri, umempenda, kwa nini ukashukuru sanamu? Kwa nini ukashukuru mzimni? Mzimu ulisaidia chochote katika kuumbwa mtoto huyu? Sanamu lilichangia chochote katika kuumbwa mtoto huyu? Munakwenda kuabudu vitu ambavyo havijaumba chochote. Aliyeumba mnamsahau. Ayushirikuna, hivi hawa watu wanamshirikisha Allah na vitu ambavyo la yakhluqu shay'a, havijaumba chochote, vinafanywa miungu. Wa hum yukhlaqun, vyenyewe vimeumbwa. Hivyo vinavyofanywa miungu, vinavyoombwa msaada, vyenyewe vimeumbwa. Kiumbe anaenda kuomba kwa kiumbe. Alistifahamu litawbihi, Allah kauliza swala kwa njia ya kubeza, hawajafanya maamuzi ya sawa. Ayushirikuna ma Allahi, wanavishirikisha na Allah ma la yaqdiru ala khalqi shay'in asla, vitu ambavyo havina uwezo wa kuumba chochote katu. Vitu haviwezi kuumba chochote, vinapewa hadhi ya Mungu. Wa hum yukhlaqun, vyenyewe vimeumbwa. Sasa kiumbe anakuwaje Mungu tena? Walhalu anna tilka al-awthana, wanafanya hivi hali ya kuwa hayo masanamu yao, wal aliha, na wenyewe wanavyoita miungu, makhluqatun, vyenyewe vimeumbwa. Fa kaifa yaabudunaha ma Allah, kwa nini wakaabudu vilivyoumbwa pamoja na Allah? Yani Allah na viumbe vyake vinashare katika sifa ya uungu. Qala al-Qurtubi, amesema Sheikh al-Qurtubi, wa jamaa ad-dhamiru bilwawi wan-nuni, dhamiri imeunganishwa kwa wau na nuni. Liannahum i'taqadu anna al-asnama tadurru wa tanfa, hawa wenye kuabudu masanamu walikuwa wanaitakidi kwamba ile miungu yao ya masanamu ina madhara, ukiikosea inaweza kukudhuru, na ina manufaa ukipatia, ukiifurahisha. Mengi katika mambo waliokuwa wanayaomba walikuwa wanafikiria wanafanikiwa kwa sababu wamejibiwa na masanamu yao. Anatoka safari yake ya kibiashara, biashara ikimchangania, karudi na faida kubwa, anasema ni kwa baraka ya dua yangu niliyomuomba Lata kanisaidia. Hasa kakusaidia Allah. Mwingine kaka muda mrefu hajapata mtoto, kaenda kuomba kwenye sanamu au mzimni, akimpata anasema dua yake ya kule mzimni imemsaidia. Lakini akiwa tumboni, mzimu uko mbali, hawaushukuru wala hawautaji,
wanaelekea kwa Allah, wanamjua yeye ndo Khaliq. Akishatoka sasa, wanaenda kushukuru sehemu nyingine. Faujriyat majra nasi, kwa hiyo masanamu yanapitishwa mipito ya watu. Wala yastati'una lahum nasra, hiyo dhamiri huwa inawahusu viumbe wenye akili. Ayabuduna ma la yakhluquna shay'a, yakhluquna, hawajaumba. Natoka hapo sanamu haliumbi. Kwa hiyo yamepitishwa mipito ya watu wenye akili, kwa sababu wenye kuyaabudu wanaitakidi ina madhara na ina manufaa.